Katika mahakama ya wilaya ya Kyela huko kuna mtumiwa ambaye anaitwa Emmanuel Uswege Magafu mwenye umri wa miaka 30. Huyu ni Mkristo na ni Mnyakyusa, mkazi wa kijiji cha Busare, kata ya Busare. Huyu amehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Na mtumiwa huyu alitenda kosa hilo katika kijiji hicho, na baada ya tukio hilo jeshi la polisi liliweza kumkamata na kufikisha mahakamani, na mnamo tarehe 14 mwezi wa 4 kwa maana ya jana mwaka huu hukumu iliweza kusomwa mbele ya hakimu Njau, na mshtakiwa akapatikana na hatia ya kosa hilo, kwa sababu kosa hili alitenda tarehe 16 mwaka huu Januari 2025 baada ya kukutwa akiwa na watoto wawili, huku mmoja akimfanyia vitendo vya kumdhalilisha na kufanyia kitendo hiki cha shambulio la aibu. Hukumu hii imesomwa na Mheshimiwa Hakimu Njau mbele ya mwendesha mashtaka wa jeshi la polisi mkaguzi msaidizi Bihemo Maengera, na ndipo alipoweza kufikia hatua ya kumsomea kifungo hicho cha miaka 20 jela. Huko Chunya, mahakama ya wilaya ya Chunya mkoa wa Mbeya imemhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja anaitwa Anthony Anosisie Mwangaka mwenye umri wa miaka 53. Huyu ni mkazi wa Mbugani wilaya ya Chunya. Huyu amehukumiwa kwa kosa la kumbaka na kumlawiti mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 9. Mtumiwa huyu alifikishwa mahakamani na hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Chunya James Muhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza Machi 5 mwaka 2025. Mama mzazi wa muhanga alibaini tukio hilo wakati akifanya taratibu za kumwosha mtoto, na baada ya kukuta mtoto yuko katika hali ya kuharibika ndipo aliweza kutoa taarifa katika kituo cha polisi. Tunamshukuru sana mama wa muhanga, hakuweza kuona muhali katika kuficha tukio hili, na ndipo hatua za haraka zilichukuliwa na jeshi la polisi, hatimaye mtuhumiwa kukamatwa na kufikishwa mahakamani. Kwa hiyo tunaomba kwenye eneo hili la utoaji wa taarifa za haraka kwenye kituo cha polisi likifanyika, tunaweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Lakini pia mtuhumiwa mwingine huko kwa wilaya ya Chunya amehukumiwa kifungo cha maisha gerezani. Huyu ni Saidi Kombo Kandonga miaka 60, mkazi wa Kibaoni wilaya ya Chunya kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 8. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Chunya James Muhanuzi na mwendesha mashtaka wa serikali wakili Mwajabu Tengeneza, ambayo imetolewa Aprili 1 mwaka 2025. Mshtakiwa alitenda kosa hilo Septemba 16 mwaka 2024 katika kijiji cha Kibaoni wilaya ya Chunya, na alikamatwa Oktoba 2 mwaka 2024 na kufikishwa mahakamani ambapo alitiwa hatiani kwa kosa hili la kubaka. Ni hawa ambao wanajihusisha na makosa dhidi ya ukatili kwa watoto wadogo, haya makosa ya ukatili. Sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya hatuyafumbii macho, na tunashukuru vyombo vya sheria tunapowafikisha watuhumiwa tukiwa na ushahidi umekamilika, kweli wanafikishwa kwenye hatua ya kushtakiwa na kupatikana na hatia. Kwa hiyo iwe fundisho kwa wale ambao bado wana mawazo ya kuendelea kufanya makosa ya kukatili, waache mara moja. Vinginevyo sisi jeshi la polisi katika mkoa huu wa Mbeya hatutafumbia macho makosa ya ukatili, tena dhidi ya watoto wadogo. Hili ni kundi ambalo kwa kweli linahitaji sisi jeshi la polisi tuwatetee sana, lakini sisi jeshi la polisi pekee yetu hatuwezi bila kuwa na wadau wengine ambao pia watatusaidia katika kufumua na kutoa taarifa za makosa haya kwenye jamii.